Nataka kuongeza kusema kwamba maboresho yote yaliyofanyika katika sekta hii ya uchukuzi kwa bandari zetu, reli, barabara, maboresho haya yameongeza uwezo wa bandari zetu kuhudumia, hasa hii ya Dar es Salaam, kuhudumia meli kubwa zikiwemo zile za Post Panamax, na hivyo kuongeza ushindani na bandari nyingine duniani. Zamani tulikuwa tunapokea tu vimeli vidogo vidogo, lakini sasa meli zinazokwenda bandari kubwa duniani zinaweza kuja hapa, na tutakapojenga bandari ya Bagamoyo hakuna meli ambayo Tanzania haitaweza kuingia. Kwa hiyo tunakusudia kwenda kule na sio hapa ndani. Lakini hali hiyo imeongeza mapato pia ya serikali. Nakumbuka ndani mwaka 2022-2023 vurugu letu lile la DP World mpaka limetulia, mpaka DP World imeingia na kufanya kazi. Lakini sio peke yao, kuna Adani na yeye yuko pale kwenye bandari, na wengine wanakuja, wanaendelea kujitokeza wengi sana, ili waingie kwenye bandari zetu zote ambazo ziko Tanzania. Lakini mpaka sasa tulichofanya, tumeweza kuongeza mapato ya serikali kupitia kodi ya forodha kufikia, amesema vizuri Mrisho Mpoto, trilioni 12.31 mwaka 2024/25 kilinganishwa na shilingi trilioni 7.3 za mwaka 2020/2021. Katika mafanikio haya ni muhimu pia kutambua mchango wa sekta binafsi kama nilivyosema, ambao umeongeza ufanisi na kasi ya mageuzi katika bandari zetu, kutokana na ukweli kuwa ushirikishwaji wao umeleta tija na kuongeza kasi ya mageuzi tuliyoyakusudia. Ushirikishwaji wa sekta binafsi katika uendeshaji wa bandari zetu ulikuwa ni uamuzi wa kimkakati uliohitaji ujasiri na dhamira thabiti, na kama alivyosema kwamba fedha zile kuingia kwa sekta binafsi kwenye bandari zetu kumetusaidia mamlaka ya bandari kupunguza gharama za uendeshaji wa bandari zetu, na zile fedha tulizozipata kwenye upunguzaji wa gharama ndizo hizi sasa zinajenga miradi mingine mbalimbali, ukiwemo mradi huu wa matenki ya kupokelea mafuta hapa maeneo ya Kigamboni. Leo hii matokeo ya ushirikishwaji wa sekta binafsi yako wazi. Bandari yetu inahudumia shehena kubwa zaidi, ufanisi umeongezeka na biashara zimefunguka sana kilinganisha na tulivyokuwa. Kubwa zaidi, kumeongezeka kasi za utekelezaji wa mpango mkakati wa uendelezaji wa bandari zetu, ambao mpango unakwenda mpaka mwaka 2040, lakini utekelezaji wake ulikuwa unakwenda polepole. Sasa kwa kushirikisha sekta binafsi, utekelezaji unakwenda kwa kasi kubwa. Ndugu viongozi na wananchi, katika bandari yetu, kadri bandari yetu inavyokuwa na kuongeza uwezo wa kuhudumia shehena, ndivyo inavyohitaji miundombinu inayoendana na mnyororo mzima wa biashara hiyo. Leo hii tunasogea hatua nyingine muhimu ya kuanza ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta yenye uwezo wa mita za ujazo 378,000 kwa wakati mmoja. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa sana 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 sana, na faida yake ni kama alivyosema, tulikuwa tuna changamoto zote zitakwenda kuondoshwa na ujenzi wa mradi huu. Lakini si tu kuondosha changamoto, kuna na faida kadhaa zitapatikana. Kabla ya mradi huu, mamlaka ya usimamizi wa bandari haikuwa na matanki yake ya kupokea mafuta. Hivyo kukamilika kwa mradi huu kutaimarisha usalama wa nishati ya mafuta kwa taifa letu. Hatua hii ya uwekezaji wa jiwe la msingi mradi huu ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ambapo tuliwaahidi Watanzania kuimarisha miundombinu ya kisasa ya kusafirisha au usafirishaji, ya usafiri na usafirishaji. Lakini pia ni utekelezaji wa maelekezo tuliyotoa wakati wa kufungua Bunge la 13, ambapo tuliahidi kuongeza kasi ya miradi ya kimkakati
yenye kuleta matokeo yanayoonekana, mradi huu ukiwa mmojawapo. Ndugu viongozi na wananchi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba nijielekeze katika kutoa maelekezo mahsusi kama ifuatavyo. La kwanza, kwa Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania kuhakikisha mradi huu unatekelezwa kwa wakati na kwa ubora unaozingatia viwango vya kimataifa na uhifadhi wa mazingira kwa ujumla. Lakini pili, kwa Wizara ya Nishati kuimarisha akiba ya kimkakati ya hifadhi ya mafuta au National Strategic Petroleum Reserve ili kuongeza uwezo wa nchi kujilinda dhidi ya misukosuko ya kimataifa na nishati, ikiwemo mabadiliko ya bei katika soko la dunia. Kama tunavyoona, misukosuko iliyotokea hapa karibuni wiki iliyopita na tunayoendelea nayo tayari imeshapandisha bei ya mafuta kwa 13% mpaka jana. Sasa hatujui leo na siku zinazokwenda, lakini tumwombe Mungu watu wale wakae juu ya meza, wazungumze, wakubaliane na hii misukosuko iishe, ili dunia irudi katika hali ya kawaida kuendesha chumi za nchi zetu. Kwa hiyo ni vyema kutokana na mabadiliko hayo ya siasa za kidunia tukawa na mradi kama huu ili kujihakikishia usalama wa nishati hii ya mafuta. La tatu, TPA kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mapato Tanzania na taasisi nyingine kuimarisha mfumo wa uhakiki na ufuatiliaji wa vipimo na shehena za mafuta kuanzia yanaposhushwa hadi hatua za usambazaji ili kuongeza uwazi na kulinda mapato ya taifa. Lakini kama ninavyosema siku zote, swala la mifumo kusomana ili kusiwe na vipenyo vya mapato ya taifa. Ndugu zangu, la mwisho ni wakandarasi na washauri wetu kuhakikisha huu mradi ni mradi wa kimkakati, ni mradi uliotumia fedha nyingi za Watanzania. Kwa hiyo watujengee kwa viwango vinavyotakiwa na watujengee umalizike kwa wakati ili tuanze kuutumia. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, sasa nitoe taarifa kwamba tayari nilishaweka jiwe la msingi na kwamba ujenzi wa mradi huu sasa uendelee kwa kasi kubwa ili tuweze kufungua Februari au Machi mwaka. Mungu azibariki bandari zetu za Tanzania, abariki Mamlaka ya Bandari na Wizara yetu ya Uchukuzi, na asanteni sana kwa kunisikiliza.